بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه سميع الدعاء. kama palivyotolewa habari kwa leo na kesho kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tutasoma risala ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah. Risala ambayo itanasibiana na masiku ambayo karibuni tutayakabili, masiku ya khairi, masiku yaliyokuwa bora. Na wanataja wanawachuoni kwamba talibul ilm yatakikana ajihimize katika kuisoma fiqhi ya minasaba. Kiingia Ramadhan anasoma hukumu zinazofungamana na Ramadhan. Kiingia Eid anasoma fiqhi inayofungamana na mnasaba wa Eid. Ikija misimu ya az-zakah anasoma fiqhi ya az-zakah. Ukija munasaba wote ule, basi yeye anajihimiza kuitafuta ile fiqhi ambayo inayofungamana na mnasaba huo. Na hii inamsaidia mwanafunzi kwamba pale ambapo mwaka unapokamilika, ikiwa alijihimiza kuisoma fiqhi ya minasaba, basi anajikuta kwamba yale matukio yote na misimu yote ambayo itapita katika mwaka tayari ahkam zake ameshakuwa na elimu nazo. Na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kujiandaa na kuchukua maandalizi juu ya masiku 10 yaliyokuwa bora, kadhalika ayyamu tashriq, tutaisoma hii risala leo na kesho insha Allah taala. Ahkamu 10 Dhulhijja wa ayyami tashriq, hukumu za masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja wa ayyami tashriq, na hukumu za masiku ya tashriq, kwa maana mwezi 11, 12 kadhalika na mwezi 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Moja kwa moja tutaingia katika risala. Anasema hafidhahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah. Nafahamika maana ya Allah. Allah maana yake ni al-ma'luhu bihaqqin alladhi la ma'buda bihaqqin siwa, ni yule ambaye anayeabudiwa kwa haki, ambaye hakuna anayeabudiwa kwa haki kinyume naye. Bismillahi, kwa jina la muabudiwa wa haki. Arrahmani, mwingi wa rehma. Arrahimi, mwenye kurehemu. Inafahamika maana ya Arrahman kwamba Arrahman maana yake ni dhurrahmati alwasi'a, yule ambaye ana rahma zilizokuwa pana. Kaqaulihi ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla shay'in. Ama Arrahim, mwenye kurehemu, kwa maana mwenye kuwarehemu waja wake waumini khassa, kama ilivyokuja katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bilmu'minina rahima, na daima
Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwa waumini, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwarehemu. Thumma qala hafidhahullah, alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah muabudiwa wa haki, rabbil alamin, ambaye ndiye mola mlezi wa viumbe vyote. Na alalam kullu man siwa Allah, alam maana yake ni kila asiyekuwa Allah, hicho kinahesabika kuwa ni kilimwengu. Wassalatu wassalam, na sala na salamu ala khatamin nabiyyin, zishuke sala na salamu juu ya aliyekuwa wa mwisho katika manabii, aliyehitimisha unabii, ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Wa ashhadu, na nashuhudia, na wengine wanasema nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi pamoja na yaqini ya kukata, alla ilaha illa Allah, ya kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, hali ya kuwa ni mpweke Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, la sharika lahu, hali ya kuwa Allah hana mshirika. Wa ashhadu, na nashuhudia, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya kwamba Muhammad ni mtumwa wake kadhalika na ni mtume wake. Amma ba'du, ama baada ya hayo, qala fa inna min fadlillahi ta'ala ala ibadihi, kwa hakika miongoni mwa hisani zake Allah juu ya waja wake, an an'ama alaihim bil mawasim al azima, ni kuwaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake bil mawasim al azima, kwa kuwapa misimu iliyokuwa bora, wal ayyam al fadila, kadhalika na masiku yaliyokuwa bora, litakuna maghnaman lit-ta'iin, ili misimu hiyo na masiku hayo yawe ni ngawira na ni fursa kwa wale ambao ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametufadhilisha waja wake kwa hisani zake na kwa fadhila zake, kwa kutupa masiku yaliyokuwa bora, vipindi vilivyokuwa bora, litakuna maghnaman, ili hayo yawe ni ngawira na ni fursa, lit-ta'iin, kwa wale ambao ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maidanan litanafusil mutanafisin, na ili hayo yawe ni uwanja, litanafusil mutanafisin, uwanja wa kushindana wale ambao ni wenye kushindana katika mambo ya khairi. Wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa misimu hiyo, ashru dhulhijja, ni masiku 10 ya mwanzo ya dhulhijja, wa ayyamu at-tashriqi ba'daha, yakifuatiwa masiku 10 hayo na masiku ya at-tashriq baada yake. Haithu anna hadhihi al-ayyama, pale ambapo yamekuwa masiku haya, kanat mahallan li ummahati al-ibada, yamekuwa hayo ndiyo sehemu ya ibada mama, ibada kuu katika Uislamu, minas sala, katika sala, wasiyam, na katika funga, wasadaqa, na katika sadaqa, walhaji, kadhalika na hija, waludhiya, hivyo hivyo ibada ya kuchinja, watakbir, kadhalika na takbira, wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo katika ibada mbalimbali zinapatikana katika masiku hayo ya mwanzo ya dhulhijja. Walmuslimu, na muislamu, mutalabun, ni mwenye kutakikana, bi an yuammira hadhihi alayyam, anatakikana muislamu aimarishe masiku hayo, bi anwa'i alqurbat, kwa kufanya ibada mbalimbali. Wa alayhi, na juu yake, an yataallama alahkam alshar'iyyah, juu yake ajifunze hukumu mbalimbali za kisheria, almutaalliqata biha, zenye kufungamana na masiku hayo, liyuhsina istighlalaha kama yanbaghi, ili apate kufanya vizuri katika kujivunia masiku hayo kama inavyotakikana. Wa ahammu masaili albahthi ma yali, na masala yaliyokuwa muhimu zaidi katika kitabu chetu hiki, masala ya kwanza, fadhlu 10 dhulhijja, tutazungumzia fadhila za masiku 10 ya mwanzo ya dhulhijja. Na masala ya pili, ma yajtanibuhu fil 10, yale ambayo yapasa ajiepushe nayo katika masiku 10 haya, man arada al-udhiya, yule ambaye aliyekusudia kuchinja.
Masala ya tatu, al-a'malu wat-ta'at fil 'ashri, matendo kadhalika na ibada ambazo zinafanywa katika masiku 10 haya. Wa minha, na tutakuja kuona miongoni mwayo, al-hajju wal-udhiya, ibada ya hija kadhalika na kuchinja. Nukta ya 4, fadhlu yaumi arafa, fadila za siku ya Arafa, wa takbiri fihi, na fadila za kuleta takbira katika masiku hayo. Nukta ya 5, fadhlu yaumi nahri wa ahkamuhu, nukta ya 5 ni fadhila za siku ya kuchinja kwa maana mwezi 10, wa ahkamuhu, na hukumu zake. Na nukta ya 6, fadhlu ayami at-tashriqi wa adabuhu, fadila za siku za at-tashriq, ubora wa masiku ya at-tashriq kwa maana mwezi 11, 12 na 13 Dhulhijja, wa adabuhu, kadhalika na adabu zake. Qala hafidhahullah, nukta ya kwanza, fadhlu 10 Dhulhijja, fadhila na ubora wa masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Qala inna Allaha azza wa jalla, kwa hakika Allah azza wa jalla, faddala ba'd ash-shuhuri wal ayyam wal layal ala ba'd, Allah amefadhilisha baadhi ya miezi, wal ayyami wal layali, na baadhi ya masiku, ala ba'd, juu ya masiku mengine. Liyakuna dhalika aunan lilmuslimi fi ziyadati al-amal, ili apate kuwa hayo ni msaada kwa muislamu katika kuzidisha matendo mema, matendo ya khairi, waraghbati fi taa, na ili apate kupupia muislamu katika kuongeza juhudi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajdidi an-nashat, na kuufanya mpya ule uchangamfu. Liya'dhuma ajruhu, ili upate kuwa mkubwa ujira wake muislamu. Wa yahdha binasibin wafirin min athawab, na ili muislamu apate kujishindia fungu lililotimia katika malipo. Waqad faddala Allah ta'ala 10 Dhulhijja, na kwa hakika Allah amefadhilisha masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja ala ghairiha min al-ayyam, kuwa masiku hayo ni bora kuliko masiku mengine ya mwaka. Fa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ziwe juu yake yeye na baba yake, ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakika yake amesema, ma min ayamin, hakuna masiku yoyote duniani, al-amalu salihu fihinna, amali njema ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah, ikawa amali hiyo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku hayo, minhu, kuliko amali hiyo hiyo fi hadhihi al-ayyam al-ashri, inapofanywa ndani ya masiku 10 haya ya mwanzo ya Dhulhijja. Qalu, masahaba akasema, walal jihadu fi sabilillah, ewe mtume wa Allah, je hata kupigana jihadi katika njia ya Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah, mtume akasema ndiyo, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah. Jihad katika njia ya Allah haiwezi kashinda fadhila ya lile tendo ambalo limefanywa ndani ya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, isipokuwa katika hali moja tu, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja bi nafsihi wa malihi, ay ma'a nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka pamoja na nafsi yake na mali yake akielekea katika njia ya Allah, kwa maana akiwa ni mujahid, walam yarji' min dhalika bi shay'in, kisha asirudi na chochote. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema, ma min amalin, hakuna tendo lolote, azka inda Allah azza wa jalla, ambalo limetakasika zaidi mbele ya Allah, wala a'zamu ajran, wala hakuna tendo lolote lenye ujira mkubwa zaidi, min khairin, likashinda ile khairi ambayo yaamaluhu, khairi ambayo anaifanya muislamu fi 10 al-adha, katika 10 la kuchinja. Hakuna amali itakayoshinda ile amali ambayo inafanywa katika masiku 10 haya ya mwanzo ya Dhulhijja. Qala wa hadha dalilun, nahini dalili, ala fadli ayami 10 Dhulhijja, yenye kuonyesha ubora wa masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, ala ghairiha, kwamba masiku 10 haya yana ubora kuliko masiku mengine, min ayami sana, kuliko masiku mengine ya mwaka.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب متوم صلى الله عليه وسلم شهد بأنها وسبب متوم صلى الله عليه وسلم ameyashuhudia masiku haya afdal al-ayyam kwamba ndio bora ya masiku ya duniani lil'amali salih katika kufanya matendo mema wa hatha fiha ala al-amali salih bali mtume akahimiza watu kujipinda katika kufanya matendo mema katika masiku hayo wa amara fiha bikathrati at-tasbih bali mtume akaamrisha kukithirisha kuleta tasbihi katika masiku hayo watahmid watakbir kadhalika kumhimidi Allah kwa wingi katika masiku hayo watakbir kadhalika na kuleta takbira fi qawlihi kama ilivyokuja katika kauli yake ma min ayamin hakuna masiku yoyote a'zamu inda Allah masiku ambayo yana utukufu zaidi ni bora zaidi mbele ya Allah wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna wala hakuna masiku ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah kutekelezwa matendo ndani yake min hadhihi al-ayyam al-ashri kuliko masiku 10 haya ya mwanzo ya Dhulhijja faakthiru basi kithirisheni na hiyo ndio mahali shahid faakthiru fihinna min at-tahlil basi kithirisheni ndani yake kuleta tahlil والتكبير كذلك نتكبيرا والتحميد كذلك نكمحميد الله سبحانه وتعالى kwa wingi قال ومما يدل على فضلها ايضا na miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha juu ya fadhila zake vile vile masiku haya anna fiha kwamba ndani ya masiku haya 10 yaumu arafa ndani yake kunapatikana siku ya arafa wa yaumun nahri bali ndani yake kuna ile siku ya an-nahr ya kuchinja وفيها الأضحية na ndani yake kuna kuchinja vichinjwa walhajj kadhalika ndani yake kunapatikana alhajj ibada ya hija qala ibn hajar rahimahullah ta'ala amesema al-imam ibn hajar rehma za Allah ziwe juu yake walladhi yadhhar na kile ambacho kinadhihiri kinakuwa wazi anna sababa fi imtiyazi 10 dhilhijja kwamba ile sababu ya kupata ubora masiku haya 10 limakani ijtimai ummahati alibadati fihi ni kwa sababu ya ile nafasi ya kukusanyika ibada mama ndani yake ibada kuu ndani yake wa hiya as-salah nayo ni ile ibada ya sala wasiyam kadhalika na as-siyam was-sadaqa na as-sadaqa wal-hajj kadhalika na hajj wala yataatta dhalika fi ghairihi wala hilo haliji wala halipatikani katika masiku yasiyokuwa hayo yani hili la kukusanyika ummahati al-ibada ndani ya msimu mmoja hili halipatikani isipokuwa katika msimu wa hija thumma qala rahimahullah ma yajtanibuhu ay alladhi yajtanibuhu yale ambayo atajiepusha nayo fil ashri katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja man arada al-udhhiya yule ambaye aliyekusudia kuchinja qala dallati sunna kwa hakika imejulisha sunna maana hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ala anna man arada al-udhhiya ya kwamba yule ambaye atakayekuwa ana malengo ya kuchinja yajibu alaihi kwamba inapasa juu yake an yumsika anil akhdhi ajizuie kunako na kunyoa min sha'rihi nywele zake wa dhufrihi na kukata kucha zake wa basharatihi na kuondosha chochote katika mwili wake sunna imejulisha kwamba yule ambaye aliyekuwa ana nia na irada na makusudio ya kuchinja kwamba huyu itapasa juu yake italazimika juu yake anyumsika ajizuie anil akhdhi min sha'rihi kunako kunyoa nywele zake wa dhufrihi kucha zake wa basharatihi kadhalika na ugozi wake afanye hayo mundhu dukhuli al-ashri tangia lilipoingia hili 10 la mwanzo la Dhulhijja ukiingia tu mwezi mosi akiwa ana nia ya kuchinja atajizuia na hayo mpaka lini ila an yadhbaha udhhiyatahu mpaka atakapochinja mnyama wake akishachinja atakata nywele zake atakata kucha zake na atajisafisha katika mwili wake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mtume sala na salamu ziwe juu yake idha raaitum hilala dhilhijja mtakapouona muandamo wa dhulhijja wa arada ahadukum an yudhhi na akakusudia mmoja wenu kuchinja falyumsiki an sha'rihi aachane na nywele zake asije akazinyoa wa adfarihi na makucha yake
hatta yudhahi, mpaka atakapochinja. Wa fi riwayatin, na katika riwaya, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, na wala asije akagusa katika nywele zake wala katika kiwiliwili chake shay'a, asije akagusa chochote katika kiwiliwili chake. Qala wa hadha amrun lilwujubi wa nahyun litahrimi, na hii ni amri ya uwajibu na ni katazo la uharamu. Wa hadha amrun lilwujubi, na hii ni amri ya uwajibu, amri ya ulazima, sio amri ya khiari. Wa nahyun litahrimi, na ni katazo lenye kufidisha uharamu. Ala arjahil aqwal, na hilo kwa ile kauli ambayo iliyokuwa ina nguvu zaidi katika kauli za wanawachuoni wa umma wa Kiislamu. Li'adami wujudi sarifi lahuma, kwa nini amri hiyo ikafidisha uwajibu na katazo hilo likafidisha uharamu? Kwa nini tusiseme kwamba hilo katazo linafidisha ukaraha, au hiyo amri inafidisha istihbab, yani kupendezeshwa? Kwa nini tusiseme hivyo? Li'adami wujudi sarifi lahuma, kwa sababu ya kukosekana as-sarifi, kitu chenye kugeuza, lahuma, mambo mawili hayo. Kwa hiyo ikiwa sasa amri inafidisha uwajibu na likatazo linafidisha uharamu, hasa ikiwa mtu atanyoa nywele zake au atakata kucha zake na hali ya kuwa amekusudia kuchinja, afanyeje? Fa idha ta'ammada al-akhdha min sha'rihi, na atakapofanya kwa maksudi kuzinyoa nywele zake, wa adfarihi, na kucha zake, alayhi an yastaghfira Allah, juu yake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwa sababu atakuwa amefanya jambo la haram. Wala fidyata alayhi, wala hakuna fidia juu yake. Qala wal udhiyatu bihaliha, na atachinja kwa hali yake hiyo hiyo, atamuomba Allah msamaha, kwa maana atatubia kwa Allah kwa kufanya maasi, kukhalifiana na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atachinja kwa hali yake hiyo hiyo, wala hatotoa fidia, hakuna kafara katika hilo.